ndugu zangu, kuna maumivu makubwa tuliosababishiwa na katiba mbovu ambayo imemweka madarakani mtu ambaye ni Mungu mtu. Hatuna uwezo wa kumfanya chochote. Ndio maana tumekuja kwenu, tunasema kipaumbele namba moja kwa sasa kwa nchi yetu ni katiba mpya. Sema katiba mpya. Haiwezekani mtu mmoja analala nyumbani kwake, akiamka akipendelea, anateua waziri mkuu, anateua mawaziri wote, anateua majaji, anateua wakuu wa mikoa, anateua wakuu wa wilaya, anateua makatibu tawala, anateua kila mtu, anamteua yeye. Ndio maana huyu mama katikati ya uchungu mkubwa, wameua watu, wamejitangaza kwa nguvu, amemteua mkwe wake kuwa waziri, amemteua mkwe wake. Alafu akaona hiyo haitoshi, akateua yule mtoto ambaye huyu mkwe wake ameoa naye kuwa waziri. Kwa hiyo mama mkwe, mwenyekiti wa baraza la mawaziri, watoto wake wawili, mkwe na mke wa mkwe wake, mawaziri. Sasa kwenye serikali nayoilinda, bwana askari, serikali wakati mwingine ukikosea unalazimika kuwajibishwa. Huyu mama anaweza kumwajibisha mkwe wake, anaweza kumwajibisha mtoto wake. Katiba hii imekataza kwamba haitaruhusiwa mtu yeyote kuteua mtu kwa upendeleo. Hivi kweli tujiulize, kwenye nchi hii ya watu milioni 65, watu wenye uwezo ni familia ya Samia tu, ndio wamesoma sana, ndio wanafaa sana. Kama sio nepotism ni nini? Kama sio nepotism ni nini? Halafu vinatumwa vichawa vinajibu hoja kubwa hizi kwa kuropoka kwenye mitandao ili wakapewe chakula. Tunataka nchi ambayo mtoto wako wa mama wa hapa Mwanjera, wa mama wa hapa Uyole, wa mama wa kitongoji chochote atapata elimu inayolingana na mtoto wa Heche. Watoto hawa wawekwe kwenye